kujumuisha wadau mbalimbali ambao wako nje ya mahakama kwa maana ya kujifunza zaidi katika usuluhishi na upatanishi kwa maana ya mediation and conciliation, kwa sababu hizi ni concepts mpya especially kwa Zanzibar, kwa sababu Zanzibar hapa tulikuwa sana angalau inafanyika ni mediation kidogo, lakini katika mahakama zaidi ADR ilikuwa ikitumika ni arbitration. Mediation inafanyika nje ya mahakama na nyingi ni unofficial, lakini labda mediation ambayo iko official ni ile inatumika katika executive huko, ambayo sana ipo katika dispute handling unit, ambayo hii ni unit katika wizara ya inahusiana na mambo ya kazi. Kwa hivyo katika labor ndio tulikuwa tunayo hiyo dispute handling unit ambayo inafanya mediation na inafanya arbitration, ambayo DHI kwa Zanzibar ni sawa na CMI. Ile ya Tanzania bara na ile CMI ni Commission for Mediation and Arbitration, CMA. Ni CMA, Commission for Mediation and Arbitration. Bara wanayo katika mambo ya kazi wanaita CMA, Commission for Mediation and Arbitration. Sisi hapa tunayo DHU, Dispute Handling Unit, ambayo ni similar na CMA. Sasa tupo katika mchakato wa kuintroduce officially sasa mambo haya ya ADR katika mahakama zetu, na in fact tumeanza katika mahakama ya kadhi. Sheria mpya ya mahakama ya kadhi ya mwaka 2023 imetambua kwamba kabla ya kuanza litigation wale wahusika wa kesi watakuwa referred katika mediation na conciliation. Ikifanikiwa mediation na conciliation, wataleta ile draft settlement ambayo mahakama itaisajili na kuitambua kwamba ile itakuwa ni consent judgment ya wale wahusika. Kwa hivyo hiyo sheria tayari imepitishwa ya mahakama ya kadhi na inatamka rasmi kuwepo kwa mediation na conciliation. Nimebahatika kupata mafunzo pia katika masuala haya hapa Tanzania na nje ya Tanzania katika maeneo ya ADR na haswa arbitration, na shughuli ambazo tunazifanya kwenye Mahakama Kuu Division ya biashara zinaendana na masuala haya, kwa sababu biashara migogoro yake inapendeza zaidi kusuluhishwa kwa njia hii kuliko ile ya kesi ya kawaida, njia ya majadiliano, mapatano, ili business ifanyike. Uchumi unasema kuchichemua uchumi, kuchochea uchumi ukue. Kwa hiyo kama utakuwa na mgogoro unahusu mabilioni ya shilingi, alafu kesi kalala mahakamani miaka kadhaa, mfano tutoa hai, kulikuwa na kesi ambayo yani imefunguliwa Mahakama Kuu mwaka 2012, alafu yakatoka maamuzi madogo, yani ruling pale Mahakama Kuu, alafu mtu akaenda mahakama ya rufani kwenye rufaa. Sasa ile process kwamba kesi hapa inasimama, tunasubiri liende court of appeal kule, lije lisikilizwe, liamuliwe, labda likiamuliwa ambapo lirudi hapa tena, kwa sababu uamuzi wenyewe uliosababisha wakati wa rufaa ulikuwa ni uamuzi mdogo, shauri halijaisha, unakuja kuanza tena 2012 mpaka 2025, miaka 13 baadaye ndo unaiamua hii kesi. Lakini hiyo kesi imeshikilia shilingi ngapi? Ni billions of shillings, kwamba either apate plaintiff au apate defendant, lakini ndio hapati mmoja wapo, kwa sababu kuna kesi mahakamani na kesi mchakato wa mahakama ni mrefu sometimes. Kwa hiyo inaonekana kwamba hii njia kwa migogoro ya kibiashara ni njia nzuri sana na ni njia mwafaka. Shida ni fakti, na kama nilivyosema kwenye fakti, kila mmoja anaweza kuwa na view tofauti. Kwa hiyo kinaenda mahakamani ili tupatiwe ufumbuzi au kwa msuluhishi, na kunakuwa na conflict of legal views or interests. Kwa mara nyingi kinachogombaniwa ni mitazamo ya kisheria. Nilianza kutoa mfano pale mwanzo kwamba huenda mmoja ana rely on a defense, kwamba ni kweli nimeshindwa kuleta mzigo kutoka Dar es Salaam kuja Zanzibar, wewe unasema nime breach contract, lakini sija breach contract, ila ni wewe plaintiff ndiye ulie induce my failure to perform.
ilibidi unipe advance ya kiasi kadha, nilipie usafirishaji na kodi na kadhalika, halafu wewe ukanipa advance chini tulikuwa mkataba. Kwa hiyo views kwenye swala hilo la kisheria mnaweza kuwa mnasigana au maslahi interest, na by the time inatusumbua nilifika kwamba between two persons. Nilisema kwamba mgogoro ambao kunakusudia sisi kudili nao, hatudili na personal conflict au individual conflict, tunadili na mgogoro kati ya watu wawili au zaidi. Kwa sababu nilikuwa naambia kwa mwanzo kwamba sisi tunasoma literature, tulifundishwa kwamba kuna conflict ambayo ni internal. Yaani unakuta mtu ni character ana internal conflict ya kwake yeye mwenyewe kichwani mwake, anasema huyu key character wetu ana internal conflict ya kitu hiki na hiki. Sasa hiyo haiendeki mahakamani, uibeleze kwa msuluhishi. Tunazungumzia conflict ya watu wawili au zaidi, ndio kunaipeleka kwenye usuluhishi ama uamuzi.